Salama, ila kwa namna ninavyokujua wewe usingetakiwa ukose jana kiwanjani. Mtu wa mpira sana. Mimi nilikuwepo uwanjani. Sasa sijajua kwa utaka kuniona wapi. Kwenye pitch? Kwenye pitch of course sijapata nafasi ya kucheza. Walihitajika wachezaji 20 na mwalimu ndo alikuwa na maamuzi hayo zaidi. Mwalimu akaona mimi sistahili kucheza mchezo wa jana. Akaona wale waliowapa nafasi wanastahili. Yes. Na sisi kauli mbiu yetu ilikuwa ni umoja, tukaungana. Mwisho wa siku timu ikapelekwa uwanjani. Matokeo ndio yale ambayo tumeyapata jana. Je, matokeo na mambo mengine yote yalioendelea, jambo kwanza lilifanikiwa kwa namna gani? Jambo limefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Na nizungumze na niseme na wapongeza sana waanzilishi haya mambo. Ndugu yangu Dr. Mo akiwa kama mwenyekiti, mzee wa Saluti, lakini pia akiwepo na Nabii Meja akiwa kama mwenyekiti. Hongereni sana. Jambo mmelitengeneza kwa upana wake. Yaani jana Tanzania nzima, Dar es Salaam yote ilikuwa KMC. Yote ilikuwa KMC. Na hii yote walitaka kuona nini wanakwenda kufanya mashabiki wa Yanga na Simba. Na hii yote ilikuwa nini wanataka kwenda kuona wanafanya ma-influencer wa Yanga na Simba. Mechi ilikuwa nzuri, Simba wameshinda. Yes, na wapongeze kwa kushinda watani zangu. Mechi Simba ameshinda, lakini maoni sasa ya baadhi ya mashabiki wa Young Africans wamelalamika sana kwamba Simba imewahujumu. Waliocheza sio ma-influencers wa Simba. Kwako hilo limekaje? Kwanza lazima watu wapewe semina kati ya mashabiki na influencer. Lakini pia watu lazima warudi kwenye msingi mkuu wa tawi ama kikundi ama kundi letu lile. Kundi lilikuwa linawahitaji mashabiki wa Simba na wa Yanga. Lakini tukaenda mbali, tukakubaliana watakaocheza ni ma-influencer wa Yanga na Simba. Kilichotokea pale, binafsi mimi mwenyewe pia kikunifurahisha. Siwezi kushindana nao sana kwa sababu wao ndio waliopewa majority ya kutengeneza lile jambo. Ila niseme kitu kimoja. Tumejaribu. Next time lazima tubadilike. Next time lazima tuheshimiane. Lazima tutambuane na lazima kila mtu apewe thamani yake kama influencer. Mimi naamini mashabiki wengi waliokwenda uwanjani walitaka kuliona jina la Dosa ndani ya uwanja. Yepo mimi mwandishi. Na wewe pia. Mimi naamini pia mashabiki wengi waliokwenda uwanjani walitaka kuliona jina la Mwalimu Yanga na kina Kisugu. Haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Lakini hatuwezi kulalamika sana kwa sababu kwa upande wetu wa Yanga tumewakilishwa na ma-influencer wengi kuliko upande wa Simba. Niliona uwanjani alikuwepo ndugu yangu captain wa mashabiki wote Tanzania, Captain Kizinga. Lakini kamuona official mume namba 2 kule alipiga Nabii Meja. Mbele kule nilimuona rafiki yangu kabisa Sekeli Abdalla, aliniwakilisha vyema. Lakini alikuwepo pale Godi Yanga alicheza kwenye ile mechi, Mwalimu Yanga alicheza. Ni dhahiri kwa upande wetu tulikusudia mechi ichezwe na ma-influencer. Lakini kwa upande wa Simba kulikuwa kuna ukakasi. Ukimuondoa Dr. Mo, ukimuondoa Mzaramu, hapakuwa na influencer mwingine ambaye alicheza kwenye ule mchezo. Binafsi nimesikitishwa sana na kile kitendo. Na hapa nimeamini palikuwa na mpango mkakati nje ya ma-influencer zile ule mchezo. Mpango wa kuifanya Simba shinde kombe lenu. Inawezekana. Sababu ni mtu ambaye ametafuta furaha kwa muda mrefu sana. Lakini jambo la kusikitisha ni kuona kuna baadhi ya wachezaji hawahusiani na kikundi cha influencer wamecheza kwenye ule mchezo. Wengine hata hamwafahamu. Sina nafasi sana ya kusema leo. Lakini naendelea kuchuja mambo yangu. Nitakuja nitasema moja kwa moja. Kikundi kishatengenezwa na umoja ushakuwa umoja sasa ambao ulikuwa unatafutwa. Kutokana na ambayo yalishafanyika, nini kiboresho kuelekea
mwendelezo wa grupu ambalo limetengenezwa. Nafasi hiyo anayo zaidi mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu, lakini kwa ushauri tu, ni lazima kikundi kile, ni lazima kundi lile tuondoe tabia za umimi, tuondoe baadhi ya classes ambazo tumeziweka kwenye lile kundi, lakini tuje tu kwenye lile kundi, tuondoke kwenye lile kundi moja kwa moja, hasa tunapokuja huku kwenye vikundi vyetu vya Yanga na Simba. Acha lile kundi lote kwa ujumla, tuje huku kwa upande wa mashabiki wa Simba na huku pia kwenye kikundi cha mashabiki wa Yanga. Pia kuna mambo ya matabaka. Kama tumeamua kutengeneza umoja, basi huo umoja wa kweli. Kama ndani ya umoja kuna kitu kinatoka, basi kiwamfikie kila mtu. Isiwe mmoja ananufaika na ule umoja alafu mwingine anahuzunika, alafu bado tunahesabika kwamba huyu ni mtu mmoja. Haiwezekani. Chapatikana kila mtu Sijapewa mamlaka ya kusema, sababu lile kundi lina msemaji. Rafiki yangu GB 64 ndio msemaji wetu pale, ana namna ya kuja na mpango mkakati wa kuzungumza yeye akishirikiana na baadhi ya viongozi wenzake. Kuna watu wanalalamika pembeni za hali hazijawafikia, ni wanachama wa grupu hiyo. Kuna watu wanalalamika pembeni, walifanya training ya mwisho lakini kwenye timu hawakupewa nafasi na ameambiwa wewe huja kuwepo kwenye mazoezi. Haya ndio mambo ambayo kama viongozi wanapaswa kukaa, kuyapanga, kuyajadili, kuhakikisha tunatengeneza umoja uliokuwa bora zaidi. Lengo la umoja ni kuhakikisha kama Watanzania tunakuwa kitu kimoja, ni kuhakikisha kama Watanzania tunakuwa salama. Sasa ikitokea mmoja wetu anajiona ni bora kuliko mwenzake, huu umoja hautodumu. Ikitokea mmoja wapo anajiona kwamba yeye ndio mwenye Yanga, yeye ndio mwenye Simba, my brother, umoja huu hautokaa wala hautofanikiwa. La msingi tushikae, tushirikiane, tuone ni namna gani tutakwenda kutengeneza umoja kwa ajili ya manufaa ya national team kama tulivyokubaliana. Kesho inshallah tutakuwa tuna kikao, tutawasilisha hizo hoja zetu kwa viongozi. Muhimu ni sisi kwenda mbele, sio sisi kutupiana maneno wenyewe kwa wenyewe. Ndugu zangu, muda ni mdogo, lakini naamini next time tutakuja kuzungumza sana juu ya hili mambo. Kuna mambo mengi yametokea alafu hayapo sawa kwa upande wetu. Dosa, tulimalize na hili kwa uchache sana kuhusiana na Simba. Wamtambulisha kocha mkuu Steven Becker. Hatujaonana wala hatujazungumzia ile iliyotokea, wamefanya usajili ule. Binafsi kwako, kwa uchache, ile ni kocha namna gani katika kikosi cha Simba, na je, kwa namna ulivyomtazama na aina ya wachezaji walioko Simba anaweza kwenda kuclick na kutengeneza Simba bora? Ni kocha ambaye msimu uliopita alishika nafasi ya 3 kwenye bara la Afrika kwenye mashindano ya CAF. Nikimaanisha timu yake imetolewa semi final na timu yake ilitolewa na Simba. Timu ikifika nusu finali, timu ikifika finali ikichukua ubingwa, hii ni timu bora. Lakini hata yule kocha anayefikisha timu pale pia anahesabika kama kocha bora. Sitaki kusema kwamba huyu kocha ni bora 100%, ila mimi nawapongeza watani kwa kuleta kocha ambaye atawasaidia kwa namna moja ama nyingine kuelekea mashindano yaliyokuwa mbele yao. Nakushukuru sana. Asante sana.